Kaunti ya Mombasa ilikuwa imechaguliwa na chama cha ODM na ambapo itakuwa mwenyeji wa zile sherehe za kusherekea miaka 20 ya chama hiki cha ODM. Kumbuka kuwa weekend iliyopita kulikuweko na kindumbwe baina ya timu fulani ambako zimecheza, na sherehe hii ilikuwa inatarajiwa kufanyika Novemba tarehe 23, lakini kutokana na habari hizi za kifo cha kinara Raila Odinga haijulikani kuwa hatima yake itakuwa ni vipi. Kwa sasa wacha nipate hisia na maoni kutoka kwa wakazi wa Mombasa kuhusiana na jinsi wamepata habari hizi za kifo cha aliyekuwa kinara ODM. Kwanza kabisa mimi kwa majina naitwa Rafael Ondieko Dienyu Wakaya. Mimi ni mkazi wa Mombasa, Ziwa la Ng'ombe, katika Nyali constituency. Mimi kama mwanaharakati wa ODM niko na huzuni sana. Na Raila Odinga wa Kenya watamkumbuka miaka 500 kutoka leo. Kwa sababu taifa hili Raila alipenda kushinda hata bibi yake Ida Amolo Odinga. Kwa sababu takriban miaka wa Kenya ameenda, hatutamkumbuka vizuri kwa sababu tumemnyang'anya uongozi mara 4. Na Raila ndio naona hii freedom of speech yeye ndiye ameleta, devolution yeye ndiye ameleta, katiba ya 2010 ndio yeye ameleta. Kwa hivyo mimi naweza kusema poleni wa Kenya, na sisi kama wana ODM tuwe pamoja na mheshimiwa rais wa taifa William Ruto atoe muongozo mzuri na taifa iwe na amani chini ya Raila Amolo Odinga kama ameaga dunia. Thank you very much. Shukrani sana. Kabla ya kuja kwako, acha tupate tukauli ya mzee. Sogea karibu. Majina yako ni yapi na una hisia zipi za kuelezea? Langu mimi jina ni Brigadier Michael. Ni mwandani wa siasa wa Raila katika mkoa wa Pwani. Kila wakati tunaongea na simu tukijuliana hali ya Mombasa. Neno hili nilipokea kwa njia ya huzuni sana, kwa sababu kabla mzee hajaondoka kwenda huko matibabu, nakumbuka ni siku ya Ijumaa ambapo tuliongea na yeye mara ya mwisho kwa simu tukijadiliana kuhusu hali na Pwani. Nilipopokea jambo hili nilijua kifo ni jambo la kawaida, lakini sisi kama jamii ambapo tumekaa katika mkoa wa Pwani kwa muda mrefu, tutajadiliana kama taifa. Sote tunaomba kwa amani, tukae na amani wakati kama huu, kwa sababu kila jambo tutaipanga tujue ya kwamba imefika namna inavyostahili. Natakia kila laheri wa Kenya unapohuzunika kifo ya baba Raila Amolo Odinga. Tuwe na amani, tusifanye fujo, tusiharibu mali ya watu, tuhakikisha kwamba tuongee kwa sauti moja kila kama wa Kenya, jamii wa taifa, rangi moja, bendera moja, bila kubagua kabila, jamii ama rangi ya mtu. Na watakia kila laheri. Tunapokuwa kama hapa, tutapanga njia nzuri, na tumaye njia ya maziko bado inapangwa. Nikiwa mmoja wao nitakuwa hapo ndani, tutajua sote tukiwa katika toa heshima zetu za mwisho huko kwake jana nyumbani kwake Opoda, wote tutakuwa pamoja. Asanteni sana. Nashukuru sana, na ni ujumbe kabambe. Brigadier, majina yako nani? Kwa watu wanataka kuzungumza ni wengi, tuongee tu kwa kifupi. Mimi kwa majina ni John Gichana, kwa jina lingine Obonyo Gichana, nikiwa mwanaharakati wa ODM, pia nikiwa kiongozi katika ngazi ya Mvita constituency, na mimi nikiwa ni baadhi ya diehards wa mzee Raila Amolo Odinga. Leo tumepatikana na huzuni kubwa katika nchi yetu. Raila alikuwa ni mentor, ni rafiki. Mimi alikuwa ananiita Jakisi, akiwa ni rafiki sana wa karibu. Tunaomboleza na tunaungana taifa nzima kwa ajili ya kuleta watu wetu pamoja. Kifo cha Raila kisilete fujo, bali kilete utangamano na umoja wa taifa. Asante sana. Asante sana. Kaka, utaniwa radhi kidogo tupate pia sauti ya mama. Kwa majina naitwa Rosemary Omony aka Iron Lady. Mimi kwa hakika hii kifo ya Raila imeniwacha nikiwa na huzuni mwingi sana. Raila ni Mjaluo na ni kiongozi wetu wa kijamii. Kwa hivyo kila Mjaluo siku ya leo ako na huzuni, na Kenya yote kwa ujumla iko na huzuni. Kwa hivyo sisi tunaomba tu rais wetu Mheshimiwa Ruto akaweze kutoa mwongozo, Kenya ikaweze kubaki na amani, tukaweze kumourn in peace. Kwa hivyo mimi kile kitu ambacho ningependa kushukuru, hata kama
Raila ameenda, lakini ameacha Wajaluo katika serikali. Kwa hivyo hiyo ni jambo ambalo lazima tujivunie. Amepigania hii Kenya na at long last ameacha Wajaluo wakiwa kwenye serikali. Kwa hivyo sisi ni kushukuru na kuomba roho yake ikaweze kupumzika kwa amani. Ni hayo tu kwa sasa. Lakini je, alikuwa ni kiongozi tu wa Wajaluo pekee kama wa Kenya kwa jumla? Labda atajibu swali hili. Majina yako na? Mimi naitwa Kenneth Maundu Muthoka, mwanachama wa Jubilee Party of Kenya, na sisi ni wa timu moja ya Azimio, na ile jambo ambalo limetupata ni huzuni kwa taifa lote na kwa jamii sana sana ya Azimio. Mimi Raila Amolo Odinga nilimjua 1997 wakati tukiwa Liberal Democratic Party, na amefanya mengi kwa ajili ya hili taifa, na tunasema pole sana kwa ajili ya jamii, na tunaomba wa Kenya wawe pamoja wakati tunahuzunika. Asanteni. Naomba sauti ya mwisho. Nyinyi wawili basi. Asante sana. 30. Asante sana. Kwa majina wananiita Leni Oguna, na tunasema leo hii tuko na huzuni mingi sana wenye wezi pimwa kwa njia yoyote. Tunasema tumepoteza baba wetu, na ni baba wa taifa na anaeleweka ulimwengu mzima. Baba kila mtu anamjua kila mahali, na tunasema pole sana, na tukue pamoja kama vile baba ametuacha ndani ya serikali. Ruto, ujue babako pia ndio huyu amekufa sasa. Mimi nimepiga pole sana. Kwanza wacha nipige salute kwa komanda yangu Raila Amolo Odinga, pumzika na amani. Mimi kwa majina naitwa Samuel Okoth kwa SOK. Mimi kifo ya baba imenistua sana, hata sasa hii sijui kama nitakula, lakini naomba tu Mwenyezi Mungu anipe nguvu. Sababu Raila amepigania hii nchi tangu 1992. Tunapigania maisha bora. Kama tunataka kufika Canaan, mambo zinatokea. Tunafikiri hao ni watu wetu watatufika Canaan, kumbe hata Mungu ametuweka sisi mahali pabaya, lakini tunajua tutafika Canaan. Sisi watu wa ODM tunaomba tu umoja ni nguvu, tengano ni udhaifu. Tunaomba sana tukue kitu kimoja. Tukisambaratika, baba amekufa, chama pia itakufa, na tunaomba tu watu wasikane, tukue kitu kimoja. Baba alituambia kila siku tusikeni, mkae pamoja. Mkae pamoja, mkitengana Kenya itaisha. Shukrani sana kwa ujumbe huo. Kama ulivyosikia ni hisia, risala, rambirambi vile vile kutoka katika wakazi wa eneo hili au ukanda huu wa Pwani kuhusiana na kifo hiki cha ghafla. Kwako studio. Tobias Chanji kutoka kaunti hiyo ya Mombasa, ambapo tumewasikia wananchi pale wakihimiza kuhusiana na jinsi kiongozi Raila Odinga alivyokuwa anashinikiza uwepo wa umoja na ushirikiano miongoni mwa Wakenya. Na huyo mwananchi wa mwisho ambaye amezungumza na Chanji kutoka kaunti hiyo ya Mombasa amesema wananchi wanafaa kuendeleza hilo, kuhakikisha kwamba taifa linadumisha amani na ushirikiano. Bado tukiendelea kupokea jumbe nyingi na tukitarajia kwamba Mama Aida Odinga